Mara baada ya kumalizika mchezo kati ya Simba Sports Club dhidi ya Petros Atletico de Luanda katika uwanja wa Mkapa, miongoni mwa trending story au picha ambayo ilikuwa ikitrendi katika maeneo mengi ilikuwa ikimhusisha nyota kimataifa wa Msumbiji na klabu ya UD Songo, Luis Jose Miquissone maarufu kama Konde Boy. Ni nyota ambaye tunamfahamu vizuri sana kwa maana ya alipita kwenye kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba. Safari yake ikawa tunaifahamu, baada ya hapo akaenda Ahali na mazingira mengine kabla ya kurejea tena kwao nchini Msumbiji. Aliposti picha ambayo alikuwa anauliza nirudi vipi, nirudi? Alikuwa anauliza hilo swali makusudi kwa sababu alikuwa anamaanisha alikuwa anawapa ujumbe mashabiki wa wekundu wa Msimbazi Simba, na hiyo haikuja kwa bahati mbaya. Imekuja mara baada ya Simba kupoteza mechi, na yeye anafahamu kwamba kuna wafuasi wengi wanamfuatilia katika mitandao yake ya kijamii kutoka hapa Tanzania, hususan mashabiki wa Simba ambao aliishi nao vizuri sana. Ni miongoni mwa wachezaji ambao kwenye miaka ya hivi karibuni, wastani wa miaka 5 au 6 iliyopita, amekuwa kipenzi cha mashabiki wa klabu hiyo. Kwa hiyo alikuwa anauliza kama arudi au vipi. Sasa hapo tunakwenda kuangalia nafasi ya Luis Jose Miquissone kurejea tena ndani ya kikosi cha wekundu wa Msimbazi, kwa maana kwa kile ambacho anakionyesha ndani ya kikosi cha UD Songo. Ikumbukwe Luis Jose Miquissone kwa sasa tunapozungumza tayari ameiwezesha klabu ya UD Songo kwa msimu huu wa 2025 kubeba ubingwa wa ligi kuu ya Msumbiji maarufu kama Mokambola. Ikumbukwe ligi ya Msumbiji kama miongoni mwa ligi nyingi zinazopatikana ukanda huu wa Kosafa, zinacheza ligi yao annually. Yani annually maana yake kwenye ratiba, kwenye kalenda ya mwaka mzima. Wanaanza mwezi wa pili, wa tatu, wanamaliza mwezi wa 11. Kwa hiyo inachezwa ndani ya mwaka mmoja. Kwa hiyo msimu wao unaitwa msimu mwaka 2025. Msimu uliopita ulikuwa msimu mwaka 2024, wa nyuma yake ulikuwa msimu mwaka 2023. Hawana kama sisi 23 24, 24 25, 25 26 ambao tuko hivi sasa. Kwa hiyo wenyewe hawako hivyo. So ligi yao imemalizika kwa maana ligi ya Msumbiji, na Luis Jose Miquissone mkataba wake unampa nafasi ya yeye kuweza kuondoka endapo atapata timu ambayo wamefikiana kwenye dau lake la usajili. Kwa hiyo ni mchezaji ambaye anaweza kupatikana kutoka kwenye kikosi cha UD Songo. Sasa Luis Jose Miquissone, nafasi yake ndani ya Simba tunakwenda kuangalia na kile ambacho amekionyesha ndani ya msimu huu. Lakini awali ya yote ni wakumbushe kwamba klabu hii ambayo ameipa ubingwa msimu huu ndio klabu ambayo ametokea, kwa maana ya UD Songo. Ni timu ambayo iko chini ya taasisi inayojishughulisha na ufuaji wa umeme kupitia bwawa la Kahorabasa au Kaborabasa. Kwetu tunalifahamu zaidi kwa jina hilo la Kaborabasa. Sasa hii taasisi ndio ambayo inamiliki klabu ya UD Songo. Yes, hao ni wafuaji umeme na wasambazaji umeme. Kwa mfano pale Zambia kuna klabu ya Power Dynamos, yenyewe ni klabu ambayo ipo kwenye hilo eneo pia la kusambaza umeme. Ipo chini ya udhamini wa watu wa umeme, lakini zipo pia klabu za mashirika namna hiyo kama Zesco United na nyingine mbalimbali. Lakini kwa upande wa kwao kwa maana ya Msumbiji ndio UD Songo, klabu ambayo iko chini ya taasisi hiyo ambayo inajishughulisha na masuala mazima ya umeme. Wenyewe wanapatikana Central Mozambique kwa maana ya Tete. Tete ni jimbo ambalo linapatikana katikati mwa taifa lao la Msumbiji, ndiko ambako wanatokea hawa. Sasa UD Songo ndiko ambako alicheza kwa mafanikio, lakini alipata nafasi ya kwenda maeneo mengine mbalimbali. Leo kwenda Mamelodi Sundowns Afrika Kusini, lakini mambo hayakuwa mazuri, akatolewa kwa mkopo kwenda kwenye vikosi mbalimbali ikiwemo Chippa United na maeneo mengine, mpaka baadaye aliporudi tena nyumbani kwa maana ya Msumbiji. Sasa hapa kuna teki kubwa ambayo tunaweza tukaiangalia, na teki hii ni hivi: Miquissone alitokea Msumbiji akaenda Afrika Kusini kwenda kutafuta maisha. Baada ya kufanya vizuri Msumbiji, alichukuliwa Afrika Kusini na kocha alimchukua ni Pitso Mosimane kwenye kikosi cha Mamelodi Sundowns. Baada ya kufika kule, mambo hayakwenda vizuri. Alishindwa kuperform ndani ya Sundowns, akatolewa timu nyingine mbalimbali za pale Afrika Kusini, nako pia alishindwa kuperform. Hatima yake alirudishwa nyumbani, kwa maana ilibidi arudi nyumbani kuja kuanza upya. Kuna msemo unasema kurudi nyumbani sio kitu kibaya.
sifuri nayo ni namba, yani kuanza sifuri nayo ni namba. Kwa hiyo Mixon baada ya kushindwa Afrika Kusini kwenye temu ya kwanza alirudi nyumbani Msumbiji kuja kuanza upya. Alipokuja kuanza upya nyumbani akashiriki michuano ya kimataifa ligi ya mabingwa Afrika, alifanya vizuri dhidi ya wekundu wa Msimbazi Simba na kufanikiwa kuwaondoa UD Songo wakienda hatua inayofuata wakiwaondoa wekundu wa Msimbazi Simba. Ile ilipelekea kwa yeye kuonekana na akahitajika na wekundu wa Msimbazi Simba, akasajiliwa ndani ya Simba. Kwa hiyo kutoka ndani ya Msumbiji ilikuwa ni mara ya pili, na mara ya pili hiyo alienda kujiunga na wekundu wa Msimbazi kwa maana ya Simba. Alipofika ndani ya Simba performance yake ilikuwa nzuri. Akachukuliwa na klabu ya Al Ahly. Al Ahly ndo klabu kubwa ya muda wote ndani ya Afrika. Louis Mixon alifanikiwa kwenda kucheza Al Ahly. Amecheza kwa mafanikio kwa maana ya mataji aliyapata. Kupata nafasi kubwa ya kucheza moja kwa moja, lakini mataji aliyapata. Baadaye akaenda Afrika Kusini, akaenda Saudi Arabia kwenye kikosi cha Aba. Baada ya kutoka Saudi Arabia akarejea tena nyumbani kwa maana ya Afrika ndani ya kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba kutokea Ahly, kwa sababu bado alikuwa na mkataba na Ahly. Na baadaye alipofika Simba kwa maana ya kurudi kwenye mara ya pili, ilionekana bado hayuko na utimamu. Fitness yake ilikuwa bado haiko sawa. Hivyo basi alihitaji kurudi tena nyumbani kwenda kujiweka sawa, kwa maana ya kukubali, yani kama alinyosha mikono hivi, alikubali hebu nirudi nyumbani, sehemu ambayo inaweza kunivumilia, sehemu ambayo ananifahamu zaidi. Alikuwa anafahamu kwamba Ahly hawezi kumvumilia kwa wakati huo, Aba ndo tayari wameshamtema, Simba na yenyewe pia sio nyumbani, kwa hiyo kumvumilia ilikuwa ngumu. Akaamua kurudi nyumbani kwa maana ya Msumbiji kwenda kuanza sifuri ili ajitafute na kupata kuipata ile fomu yake ambayo alikuwa ameikosa. Na kweli Mixon akarudi nyumbani kwa maana Msumbiji, performance wise ilikuwa bora, imekuwa bora kweli kweli. Huu ni msimu wake wa pili. Msimu wake wa kwanza ni uliopita wa 2024, huu ni msimu mwaka 2025. Performance wise amekuwa bora kweli kweli. Mpaka sasa tunapozungumza, Louis Mixon katika ligi kuu ya Msumbiji, licha ya kuwawezesha klabu yake ya UD Songo kubeba ubingwa wa ligi kuu, lakini pia yeye ndo kinara wa upachikaji mabao mpaka sasa tunapozungumza. Tayari huyu bwana ameshafunga jumla ya mabao mpaka anaingia kwenye hii mechi ya leo, kwa sababu leo ndo wamecheza mechi ya mwisho ambayo wamepata ubingwa kwa maana ya UD Songo. Wamecheza dhidi ya Texeira na wameshinda goli 5-1. Hayo matano, magoli mawili yamefungwa na Yamikani Chester raia wa Malawi, na magoli 3 yamefungwa na Mixon. Maana yake Mixon ameweka hat-trick katika mchezo wa leo. Alikuwa na mabao 11. Kufunga hat-trick maana yake ameshafikisha jumla ya mabao 14 katika ligi kuu ya Msumbiji, Mokambola. So Mixon ndio kinara wa upachikaji mabao na bado ligi inaendelea. Wana mechi za kutosha mkononi ambazo zinaweza kumfanya akafunga mabao mengi zaidi. Kwa hiyo Mixon kwa lugha nyepesi amejipata. Sasa kama anaweza kurudi Tanzania, inawezekana ikawa Simba au klabu nyingine. Lakini tunafahamu kuhusu ubora wa Mixon. Umri wake miaka 30, bado ana nafasi ya kucheza na kuonesha alichonacho. Kwa kile ambacho Mixon yuko nacho, kwa maana ya talent ambayo yuko nayo na ubora ambao yuko nao ambao tunafahamu, when it comes Mixon anaipata fomu yake ambayo tayari ameshaipata kwa wakati huu, ni mchezaji wa daraja la kipekee. So ana uwezo wa kucheza katika ligi nyingi tu, ikiwemo ligi ya hapa Tanzania. Miongoni mwa vitu ambavyo vinaelezwa kwamba vilimfanya Mixon akashindwa kucheza kandanda Al Ahly na huko Saudi Arabia, miongoni mwa watu wa karibu wanaeleza kwamba ni fedha nyingi ambazo alikuwa amezipata. Mixon alivuna fedha nyingi mno ambazo zilikuwa zikimstress, na hali ambayo ilipelekea kushindwa kujikontrol. Na ni kitu cha kawaida sana kwenye football, wale si kuchanganye, ni kitu cha kawaida. Kwa hiyo alishindwa kuwa katika utimamu wake na kuweza kudeliver kilicho bora zaidi kama ambavyo huwa ana deliver mara zote. So kwa wakati huu yuko nyumbani kwa maana Msumbiji ni yeye sasa. Na kitu ambacho naamini Mixon anataka kurudi tena kwenye platform, kwenye jukwaa kubwa zaidi la kuonesha makubwa yake ambayo yuko nayo, kwa maana kupata timu kubwa zaidi. Kwa nini? Kwa sababu Mixon ana fedha nyingi ambazo alizivuna huko Arabuni. Kama angeamua kuridhika na pesa ambazo alizipata, pengine hata ile weight yake ambayo yuko nayo, kwa maana ule unene, sababu alipata mwili sana wakati anarudi, huenda usingeondoka, lakini pia huenda asingepambana tena kurudisha hii fomu ambayo yuko nayo kwa wakati huu. Maybe angekuwa amesharidhika, alikuwa tayari ameshapata vitu vingi ambavyo alikuwa anavihitaji, lakini sio kwa Mixon. Mixon ameendelea kupambana na kuonesha kwamba bado football anaidai na anaweza kupata timu kubwa bora zaidi. So
ni nafasi kwake, huenda asirudi tena Ahli, asende barani Ulaya, asende wapi, lakini ni nafasi kwake. Na good thing ni kwamba ameitwa kwenye kikosi cha awali cha timu ya taifa ya Msumbiji kuelekea katika AFCON, na hiki anachokionyesha kuna kila dalili ya yeye kuwepo kwenye finali za AFCON. Kuitwa kwenye kikosi kuna kocha Chiquinho Conde ambaye muda mwingi watu walikuwa na wasiwasi naye kama pengine huenda asimuite, lakini kwa kuona alichonacho, kwa msaada wake ambao ameonyesha, performance nzuri ambayo ameionyesha, amemuita kwenye kile kikosi cha awali. Wachezaji takriban 50 hivi ambao wameitwa ile provisional squad, kikosi kile cha awali, na kama mambo yataenda vizuri basi tutamuona Mixon katika finali za AFCON kule nchini Morocco, kwa maana hii AFCON ya mwaka 2025. Hilo ndo kubwa ambalo nimetaka kushare kwa wakati huu kwa Mixon, safari yake na kile ambacho amekionyesha mpaka kwa wakati huu amejipata. Wewe unaweza kuweka comment yako hapo kwenye comment section ukaniambia, je, unamuona Mixon anaweza kucheza tena kwenye kikosi cha Simba? Yani ana nafasi hiyo tena ndani ya Simba, kwa Simba hii unayoiona, unamuona Mixon ana nafasi kweli ya kuweza kucheza?